Kumada ono
Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo asifiwe. Ni siku nyingine njema tumepewa kuja katika nyumba ya Mungu kusikia kutoka kwake. Bwana Mungu ni mwaminifu na ametuambia ya kwamba wakati wowote tunapomtafuta yeye atapatikana, na tukizungumza naye, tukija kumtafuta atatuma sauti yake. Hiyo ni ahadi yake na ahadi zake zote ni kweli. Amen. Kwa hivyo leo ana ujumbe kwetu na tutausikia, lakini tutausikia tu kama tutakuwa na masikio ya kusikia. Ndio tunaambiwa katika kitabu cha Ufunuo ya kwamba aliye na masikio asikie. Kwa sababu mtu anaweza kuwa na masikio lakini si wote tunajua hatusikii kwa masikio. Kwa sababu unaweza kusikia lakini unasikia kwa akili zako. Mtu wa masikio hata hatuoni kwa macho. Siwende ukapita mtu. Kwa sababu akili zako haziko hapo. Mkipitana ndio anakuuliza, Wajuma, unashtuka. Kwa hivyo tuwe hapa na Mungu atakuwa pamoja nasi na atazungumza nasi. Siku ya leo tunaangalia somo letu la 4 na inaitwa imani. Imani. Na imani tumezungumza mara nyingi sana. Na ukweli ni ya kwamba imani hatuwezi tukazungumza tumalize. Kwa sababu maisha yetu yote ni imani. Ndio. Hata jua likiwaka hivi tunayo imani halitawaka hivyo mpaka mwisho, si ndio? Hiyo tuna imani ya kwamba hii jua litaisha. Kwa sababu kama likiwaka hivi, wewe fikiri liwake hivi miezi kama 3, 4, 5. Lakini hatuogopi, tunajua na tunaomba. Wakati imezidi, si ni Mungu tunaomba. Kwa sababu Mungu sisi tunajua hakuna kitu kinamshinda. Hiyo imani saa yote iko nasi. Nakumbuka nilipokuja huku mara ya kwanza na kwenda kanisa ile la Rwandanga. Najua ni tofauti na watu wa Nairobi. Watu wa Nairobi mambo yao ni tofauti. Ni vigumu sana usikie watu wa Nairobi wakiongea mambo ya hali ya anga. Kwa sababu maisha yao ni tofauti. Hawajali, hawasumbui sana na hali ya anga. Na nakumbuka ikakuwa kipindi ambapo ukasemekana kuna nzige wanakuja. Na wametoka wapi? Ethiopia. Na wamekuja na tukaanza kuwaona. Bwana mmoja anaitwa James Joki, nikasikia amesema hizo nzige tumesikia zimefika Maragwa, zisipite hapo. Na mimi sikutoka nimeona nzige moja upande huu. Wajuma uliona? Nzige? Wakati ni miaka kadhaa imepita, nikawa miaka 6 nafikiri. Wakati kulikuwa na nzige. Walikuwa wamekuja kutoka Ethiopia wakakuja wengi. Huko kwenye walifika? Kidogo sana. Kidogo. Basi. Kwa hivyo sisi imani hiyo ndio hiyo. Ya kwamba unaamka ukisema haijalishi vile mambo yako, imani. Ushuhuda kidogo kabla nianze ya imani. Tulikuwa na huyu rafiki yangu Dave. Nilikwambia kuanzia Jumatatu tumekuwa na yeye. Kuna kitu tulikuwa tunatafuta. Kuna pesa fulani zangu nilikuwa natafuta. Tukaenda tukazitafuta washiko. Mwishowe tukazipata, lakini tukaamua hizi pesa kama unazipata unazitaka ufanye rudi Amerika ufanye kazi miaka mingapi Dave? 3. Dave akaniambia mzee, funga virago urudi. Lakini mimi nikafikiri, unajua ukifika hapo unafikiri labda nilikosea nimefanya kabla nirudi. Alafu wazo likakuja, je, ile kazi nimefanya huo wakati ni kazi aina gani? Kama nilikaa huko ama nilirudi huko Tanzania naenda ningefika. Hata Rwanganga tungeonana na nyinyi. Sijui, lakini nikaambia Mungu, wewe unajua. Kama pesa hizo zitapotea ni sawa.
Sasa nikasema kurudi Amerika sio nikarudi naenda kufanya kazi miaka 2.5 ndio nipate hiyo pesa yangu. Nimekatwa pesa miaka ngapi? Miaka 8. Sasa inatakiwa ikatwe ya miaka ingine 2 ati ndio nipate hiyo yangu. Imani ndio inatuongoza. Na ndio tunaambiwa kwamba bila imani huwezi kupendeza Mungu. Hata ukifanya chochote, hata ujenge nyumba kubwa, huna imani, hiyo Mungu hatasema ati huyo bwana amejenga nyumba kubwa. Hiyo haina. Si mwisho hiyo nyumba tutaziacha huku. Hata hapa Sabasaba nikijenga nyumba ya ghorofa 30, sifa itakuwa tu hapo, lakini siku ile baragumu italia Bwana Mungu, hiyo inasahaulika. Kitu muhimu ni kile ambacho tumefanya katika Mungu, katika Kristo. Hiyo ndio kazi tunaambiwa baadaye itakuwa. Siku ya leo tunaongea mambo ya imani, na ni kwa watu ambao walikuwa wameambiwa sasa ati hiyo imani yenu inapaswa kuongezwa kitu. Ndio ni kweli mmeamini, mnasema muamini Yesu, lakini bado hamjakamilika katika kumwamini Yesu. Walikuwa naambiwa hapana, lazima mrudi kwa Torati ya Musa. Kuna mambo ambayo lazima mfanye. Na ndio Mtume Paulo akamwambia, nani huyo amewaloga? Sinda wajuma huku kwetu tulikuwa tunaamini mambo ya watu kulogwa. Na wanasema huyo alilogwa na ule alimloga akafanya nini? Akafa. Sasa hakuna mtu anaweza akamtibu kwa sababu yule alimloga tini yange aweza akamfungua. Sasa naambia huyo hana tumaini. Lakini sisi hatulogeki, kwa sababu huyo mlogi akinishika ama huyo mtu atanionea wivu anipangie, atanipangia huyu Yesu Kristo Roho Mtakatifu akiwa wapi? Malaika atakuwa wapi huyo malaika wangu ambaye nimeambiwa ya kwamba anatembea na mimi? Tukijua hivyo hatutasumbuliwa na mambo tukiambiwa sijui nini tunakataa. Na hao ndio walikuwa naambiwa ya kwamba ni watu ambao walikuwa wameanza na hivi wameendelea vizuri, lakini mara tu wako kwa njia nzuri wanaanza kusikiliza sauti na wanaanza sasa kusumbuliwa na jambo ambalo halina misingi. Sasa tuone basi imani ni nini tunaambiwa leo, tuone ni nini tunajifunza ya imani. Katika Waebrania tulisoma imani. Tukaambiwa kwamba imani ni kuwa na hakika na mambo ambayo tunatarajia, si mambo ambayo tunayo. Kwa sasa nimeona jegi imekuja iko na maji, si ndio? Kwa hivyo ninatumaini iko wapi hiyo jegi? Nina imani nitaletewa maji na mimi ninywe, kwa sababu saa ingine koo inakauka. Asante Gibson. Sasa bado niko na imani ya maji haya. Bado niko na imani. Si yako? Basi ni mambo tunatarajia. Tunasema kuna mahali tunaenda na watu wanasema tulikumbushwa wakati haya tuwafanye nini? Tuyafurahie maisha. Ndio kuna wimbo unaimbo hivyo. Umevuma sana. Maisha noma ya, si ndio wanasema? Maisha ni haya. Ni uongo. Maisha sio haya, kuna mengine. Na sasa imani yetu ni ya hayo maisha mengine. Na sisi kusema tumeokoka na tutafikia hayo maisha, tumeambiwa ni kumwamini Yesu Kristo. Yeye alisema ameenda kutuandalia mahali, na atakapomaliza hizo shughuli atakuja kuchukua. Wengine hatutapatikana, tutakuwa tumeenda. Lakini tunaambiwa ya kwamba atakaporudi wale walioko hawatatangulia. Sisi tunafikiri kawaida ni sisi tuko tungeenda. Hawa wako kaburini watufuate, hapana. Ati hao ndio watafufuka kwanza. Ndio waungane na sisi twende.
tuone kitu kinaitwa unafiki. Unafiki kwa urahisi ni kuonyesha kitu tofauti na vile ilivyo. Nikwambie Wajuma, wewe Wajuma unanifurahisha sana. Ni rafiki wangu. Tumepelekana vizuri. Lakini nikienda kwa Njoki nawaambia, unajua Wajuma. Unajua Wajuma, wewe unijui vizuri. Sasa nataka kuambia vizuri kuliko vile mimi husema. Huo ndio unafiki. Na kuna watu walikuwa na unafiki sana ambao Yesu Kristo walikuwa wanamkasirisha sana. Na hata anawaita ninyi wanafiki. Hapa si tumesikia wanatakiwa kurudi kwa sheria. Na hiyo sheria ndiyo Yesu alikuja na akaipuuza. Kwa sababu yeye wakikaa chakulani, yeye hakuwa anangoja anawishwe, yeye anakula. Anashinda huyu. Na ni mwalimu wa Torati, ni mwalimu. Mbona anafanya hivyo? Naambia nyinyi mmekosea. Kwa sababu kikombe mnaosha nje, lakini ndani hiki kikombe hapa kiko na nini? Kiko na maji. Leo si mnajua ni maji nimekunywa. Lakini chao kilikuwa kinaoshwa, lakini ndani ya kiko na uchafu. Kiko na uchafu, si wa vumbi ama nini. Uchafu, kuna unafiki ndani. Kuna masengenyo, kuna chuki. Lakini kwa nje wakiongea na wakionekana na wakivaa wamevaa sawa sawa, unasema huyu. Sindika vile tukiona hao wa Korino. Si unasikia wakiitwa Wagedhomo, si ndio? Ati kwa sababu imeweka kilemba, yeye ni msafi, ni mtu anaenda na hii elimu, si elimu ya shule, ni hii. Lakini utakuta wengine hawana. Zamani si kuona Mkorino akivuta sigara, lakini leo unakutana na yeye hivyo hivyo, si ndio? Nasikia hata pombe kuna wale wanakunywa. Lakini akivaa na akiimba na yuko sawa, si ndio? Nakumbuka nikiwa kijana wakiimba, tulipenda sana nikiwa mtoto mdogo kwenda kuwasikiliza. Wakiimba hata nyimbo aliimba hata siku ya leo nakumbuka. Lakini sasa hebu tuone unafiki ni nini? Kama ni Mkorino, unafiki ni nini? Kama ni mwongofu kama mimi mwongofu nasema Yesu Kristo ni Mwokozi, ni mambo gani basi yanapaswa kuandamana na mimi? Wagalatia 11:2-11 kitu kinaitwa unafiki. Unafiki ni tunaonyesha tofauti na vile tu. Tunaongea tofauti na vile tunafanya. Kwa sababu kuongea ni rahisi, lakini kufanya lazima kuambatana. Lakini Kefa alipokuja Antiokia nalishindana naye uso kwa uso, kwa sababu alistahili hukumu, kwa maana kabla hawajaja watu kadhaa waliotoka kwa Yakobo, alikuwa akila pamoja na watu wa mataifa. Lakini walipokuja wao, akarudi nyuma akajitega, huku akiwaogopa waliotahiriwa. Na hao Wayahudi wengine wakajigeuza pamoja naye, hata na Barnaba pia akachukuliwa na unafiki wao. Ndio, ati kuna wakati sasa ni Paulo anawapatia habari za kweli. Si story hadithi tu anawapatia. Anawaambia kwamba anawakumbusha. Yaani anakumbuka na anawakumbusha ati kuna kitu kilitokea. Paulo hakuwa sasa Galatia, yuko mahali panaitwa Antiokia. Na tunaambiwa ya kwamba Mtume Petro alikuja kuwatembelea. Alikuwa ametumwa na Mtume Yakobo. Inaonekana wakati Petro aliwachiwa, ikakuwa sasa kuna mchungaji na kuna ule mwenyekiti. Yule mwenyekiti alikuwa ni Yakobo, yule kaka yake Yesu. Wengine wanasema Yesu Kristo hakuwa na kaka,
lakini alikuwa na kaka. Maandiko yanasema hata dada zake wanamjua. Sasa kuna huyu anaitwa Yakobo, akamtuma kwa sababu ndiye mwenyekiti, akamtuma Petro. Petro alipofika Antiokia, sasa ijapokuwa yeye alikuwa anachangamana na watu wa mataifa, akajitenga. Tunajua sisi Wayahudi, ndio wanasema ati sisi Wayahudi. Na huyu ni mtu ambaye hakuwa na sababu ya kufanya hivyo, kwa sababu kwake mambo ya tohara, Agano Jipya na Agano la Kale, yalikuwa wazi sana kwake. Si tulisoma wakati tulikuwa katika kitabu cha Matendo vile alikuwa mahali amelala akaona nini, akasikia, akashikwa na njaa mahali alikuwa anakaa, na kushikwa na njaa alikuwa mahali panafikiri panaitwa Yopa, si ndio? Akiwa Yopa, chakula nafikiri kilichelewa, si kunakuwa hivyo wakati mwingine. Sasa akaona acha niende pale juu ya nyumba ni starehe kidogo, na hapo akashikwa na usingizi. Halafu aliona shuka kubwa inateremka, si ndio? Kila aina ya wanyama. Akasikia sauti inamwambia kuwa kula. Akasema, Bwana wewe unajua. Hiyo sauti akasikia ni sauti ya nani? Nafikiri labda hiyo sauti ilikuja ile ya Yesu. Si sauti ya Yesu aliijua sana. Miaka mingapi? Miaka zaidi ya 3 wamekuwa. Sasa bibi hata Joki akipiga simu na namba tofauti nitajua ni yeye. Sitamuuliza tuwe ni nani kwa sababu ya namba. Kwa sababu Washiko mimi nikikupigia na namba yote si utajua ni nani. Sasa kama alisema, Bwana wewe unajua. Tangu utoto mimi sijakula. Kaambia, sasa wewe utasemaje kitu ambacho mimi nimesema ni safi ule ati ni chafu? Na alipotoka hapo akakuwa mtu amebadilika. Na hata akatoa ushuhuda, nimekutana na mambo. Ameenda kwa Warumi na hapaswi kuchangamana nao. Akawaambia, sasa kuanzia leo sitarudi kusema mtu kitu chochote, mnyama yoyote ni mchafu. Na sitarudi tena kuita mtu mchafu, kwa sababu nimejua kwamba mbele ya Mungu tuko sawa. Lakini hapa ameenda akaona na kuna Wayahudi wana hiyo tabia, na yeye akaanza hiyo tabia. Ndio inaitwa unafiki. Anajua ukweli lakini hatendi ukweli, anataka kuwapendeza watu. Na Paulo akaona, na anasema nikashindana naye, kwa sababu hata wengine wakajiunga, hata Barnaba. Si tunajua tulisoma pia vile Barnaba na Paulo walienda na wakahubiri sana. Wakahubiri kwa watu wa mataifa, wakaokoka, wakawabatiza, wakawafundisha na wakawaambia sasa hiyo imetosha. Lakini alipoona Wayahudi wanajitenga, akasema hata mimi nikaja, akajiunga nao. Kwa hiyo tunaambiwa nini? Unafiki tuache. Kama nakupenda nikupende kabisa. Nikisikia mambo yao kinenwa, ninakuwa kukutetea, sikutaka kusikiliza. Unajua nani alifanya, unajua nani alinasikia, unataka kufuata. Uliza huyo mtu, unaongea huyo mambo. Kama huna, umeongea na huyo unaniambia habari zake. Hiyo ndio jinsi ya kuvunja unafiki. Si kusikiliza useme lakini wakati mwingine labda mtu anangoja kusikia kitu kama hicho kwa sababu anataka kufuata sana. Lakini huyo akasema, nikampinga mbele ya watu. Washiko, tunaambiwa tutii nini? Mafuta, si ndio? Huyo akasema mafuta sitatii kwa sababu huyu unafiki. Si Petro ndiye alikuwa mkuu, ndiye ameachiwa, lakini wakamwambia, wewe Petro unakosea kwa sababu sio hivyo. Hebu basi tuache unafiki. Tukiongea na tukifanya mambo, tufanye kwa ukweli wa moyo wetu. Kama unampenda mtu mpende. Ukisikia ndugu yako akizungumziwa
jiunge na hiyo na hayo mazungumzo. Wewe sema hapana, kama ni kwa sababu sasa watu hata wanaongea ukweli, si ndio? Juu ya mtu alifanya. Lakini huo ukweli kama si wa kusaidia, mbona wewe upeleke? Unanishika vile nasema. Kama umesikia mtu amekosea, alifanya, usikue na wewe wa kushikilia hiyo gari ukisema kuchochea. Hapana. Kataa, sema wacha twende tumuone, tusikie. Tuone kama ni kweli na tumsaidie. Kwa sababu tuko ndugu ili tusaidiane. Amen. Amen. Huyu akakataa. Mithali 12:22 inasema, midomo ya uongo bali watendao uaminifu ndio furaha yake. Kwa sababu mtume Petro kwa kufanya hivyo alikuwa anafanya uongo, si ndio? Anajua ukweli lakini anaogopa tu Wayahudi watanifikiri. Naye anajua Bwana Yesu mwenyewe ni yeye aliyemwambia kula, na kuanzia leo kitu nimesema nimetakasa, usiseme ni najisi. Lakini uongo tuache, kwa sababu tunaambiwa ni chukizo kwa Bwana Mungu. Na tena wale atendao uaminifu ndio furaha yake. Tujaribu vile tunaweza kumfurahisha Mungu kwa kuwa waaminifu kwa yale tunafanya. Tumuone Yesu Kristo naye anasema nini? Kristo Yesu akamjibu, kama nimesema vibaya, ushuhudie ule ubaya. Bali kama nimesema vema, wanipigia nini? Sinakumbuka wakati alishikwa akapelekwa mbele ya kuhani. Kuhani akaanza kumuuliza maswali. Na Yesu daima ni mnyenyekevu. Hakuna mahali tuliambiwa aligombana na watu. Aliwafurusha ndio wale walikuwa wameenda kuharibu hekalu kwa kuifanya sehemu ya uongo na udanganyifu. Lakini hapa amesimama mbele ya kuhani mkuu. Kuhani mkuu anasema ulisema. Akauliza, na alimwambia tu kwa unyenyekevu, akamwambia, mambo yote ambayo niliongea nilikuwa naongea hadharani. Kuna mahali ulisikia Yesu anajificha mahali kuongea? Alikuwa anaongea kila wakati hadharani. Akasema, wewe yule unaniuliza nikusikia, umesikia na watu wako, mbona usiulize hao yale nilifundisha? Kwa hiyo unawafundisha nini? Na tayari yuko na mashtaka yale wanataka kumshtaki. Na bwana mmoja hapo akampiga. Na Yesu anauliza kama, na akauliza, sasa niko mbele ya kuhani mkuu, mahali ndicho kitovu cha haki, na napigwa bure hata bila kuambiwa makosa. Mtu apigwi bila kuambiwa makosa, si anaambiwa? Si hata ukipelekwa mahakamani wanakuambia, sisi tunasema, hata hakimu anasema umeshtakiwa, alafu ushahidi unatolewa. Ushahidi ukitolewa, hakimu atakuambia, wewe sasa nimekupata una hatia, na adhabu nisiko. Hata unaambiwa kwanza, kabla ya adhabu kutolewa, unaambiwa ujifanye nini kama una mambo utajitetea. Unaitwa malilio. Hapo utasema mimi niko, ilikuwa iko, alafu atapima. Lakini Yesu Kristo tukuuliza hivyo, akisi ungeuliza hao watu, kwa sababu umesema nafundisha na mimi nafundisha mchana, ungewauliza, akapigwa. Kwa hivyo tunajua nini? Tufanye haki. Kama tutapiga mtu, tumpige mtu ambaye tumeongea naye, si ndio? Tumeona makosa yake. Tukiadhibu mtu, si kuadhibu mtu bila yeye kujitetea, ama kwa sababu ametukasirisha. Amen. Amen. Jambo la pili, njia moja 14 tu. Walakini nilipoona ya kuwa njia yao haiendi sawasawa na ile kweli ya Injili, nalimwambia Kefa mbele ya wote, ikiwa wewe
uliye Myahudi wafuata desturi za mataifa wala si za Wayahudi, kwa nini unawashurutisha mataifa kufuata desturi za Wayahudi? Sasa Petro ameona unafiki Tunaambia ya kwamba aliuliza tu swali moja, ya kwamba wewe, kwa nini wewe ukiwa Myahudi wewe umeacha kufuata taratibu za Uyahudi Lakini sasa unaambia watu wa mataifa nao wafanye nini? Wafuate huyo Uyahudi ambao umeacha. Sio ndio unafiki? Mbona unataka kuambia mataifa lazima wao Yahudi? Na we mwenyewe umekubali na umesikia ujumbe ya kwamba Uyahudi hauna maana sasa. Sasa kile kiko na maana ni imani ndani ya Yesu Kristo. Basi tunaambiwa nini hapa? Tunaambiwa ni muhimu ya kwamba kama tumesema sisi ni agano jipya, tushikilia agano jipya. Si ndio tunasema? Kasi tunasema tunamfuata Yesu, tumfuate Yesu. Tuseme tunamfuata Yesu lakini kuna mambo fulani tunafanya ya babu zetu walikuwa wanafanya, kwa sababu usipofanya hivyo utakasirisha babu washiko wale wamekufa kwa sababu hujawafanyia. Hapana, sisi tunajua na tunajua ukweli wa Injili, na ndio sababu tunasema sisi, mimi nimeokolewa na Yesu Kristo, mimi ni shahidi wa Yesu Kristo kama Mwokozi, nimeokoka. Na kama nimeokoka basi na ninamfuata Yesu, siogopi jambo lingine nje ya Yesu. Kama nitaogopa kitu ni dhambi, si ndio? Sababu dhambi tu ndio kunitenganisha na uzima wa milele. Na nikijua hivyo basi hakuna kitu ingine. Na hawa walikuwa wanaambiwa lazima mtahiriwe, lazima muwe kama Wayahudi, mfuate, kwa sababu si kutahiriwa peke yake, ni mfuate hiyo na mfuate utaratibu wa Kiyahudi. Ndio sasa msemekane sasa nyinyi mmeokoka vizuri. Wokovu wa Yesu Kristo hakuna kitu chochote unaongezwa. Imani, na baada ya imani na kumfuata Yesu Kristo tunawezeshwa kuishi maisha ambayo ya kumpendeza Mungu. Kuwezeshwa, sio sisi tunajiwezesha kwa kufuata sheria. Na ndio Gibson alipokuwa akitufundisha katika somo ya kwamba kuna uhuru katika Yesu, kwa sababu sheria ikija inatufunga. Unawaambia siku ya Jumapili ndio hiyo, sio siku ya Sabato si hiyo ndio walikuwa wanafuata. Na siku moja akasema hiyo siku ya Sabato, hiyo ng'ombe wako unamwacha akiwa na njaa. Wakanyamaza, si ndio? Kwa sababu mtu alikuwa anaacha ameandalia ng'ombe wake, lakini wanahesabu sio kazi, lakini ng'ombe. Lakini Yesu Kristo akiambia mtu nyosha mkono wako, umepona, amefanya kazi siku ya Sabato. Sasa sasa kushikwa huko hivyo alikuwa ameshikwa, ndio huo uhuru ulikuja. Kuwa utumwa wa Torati ndio ulikuwa alikuja kuondoa. Na aliondoa, si kusema umekwisha, Torati imekwisha, alikuja yeye akatimiza. Na akasema njia pekee ya kutimiza hiyo Torati kabisa kama mimi ni kumfuata mimi. Na tukifuata Yesu, hayo mambo yako kwa Torati hayatuhusu, hayatusumbui, kwa sababu inakuwa hiyo ndio kawaida yetu. Amen. Amen. Simeona hawa watu wanakimbia mbio tofauti. Wanafanya mazoezi magumu sana, si ndio? Kuna mahali niliishi na asubuhi nikienda ulikuwa unakutana nao sehemu fulani wanakimbia asubuhi. Na ilikuwa hivyo. Nikasikia mmoja, mara ya mwisho nilisikia yeye alihamia Japan, ndiko anafanya kazi ya kufundisha watu kukimbia. Nimekumbuka mtu aliitwa Keihori. Nikasoma habari zake, akasema ati kila siku
lazima angekimbia kilomita 50 kila siku. Marathon ni kilomita ngapi? 42, si ndio? Lakini kila asubuhi lazima angekimbia, na ikakuwa hivyo. Sasa kila asubuhi, kila siku kilomita 50 lazima, kabla aseme siku imeanza, amekimbia. Na hivyo ndio tunaambiwa basi njia ni moja, kumwamini Yesu, alafu Yesu anatuendesha na tunaweza kufanya yale tunapaswa kufanya. Amen. Amen. Mwanzo 6:9 inasema hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki, mkamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Bwana Mungu. Ndio hiyo. Ati yeye alikwenda pamoja, yani walisikilizana. Juzi nikasikia watu kadhaa wakati tulienda kwa matanga, ati wakisema mimi ni rafiki wa Yesu. Mimi Yesu Kristo ni rafiki yangu. Na si ni vizuri Yesu Kristo akuwa rafiki. Lakini kama nitakuwa na rafiki wa Yesu, nitatembea kama yeye. Kuna mtu mnaweza sababu nasikia maneno yake. Nakumbuka wakati mmoja nikatembea na rafiki yangu mmoja, tukaenda safari. Lakini kila kitu ni kinyume. Anasema hiyo ukisema kitu tayari ameamua hapana. Nikatoa mfano kadhaa. Huyo aliniambia akakudanganya. Si kusema alinidanganya. Mimi nimesema aliniambia, lakini nilipongoja hakufanya. Nina haki kusema alinidanganya? Sijui, kwa sababu ile kitu alitaka nifanye ni yake, si yangu. Si mimi. Lakini alipokosa kufanya sijui kwa nini. Siwezi nikasema. Kuna watu wako hivyo wanaona tu vibaya. Najua hii ikiwaka anasema hii jua sasa imewaka. Hii sasa mambo itakuwa hii mwaka ni mbaya. Sasa huku hakuna kitu tutapata. Kwa nini? Na Mungu yuko. Amen. Yohana 1:47 tunaambiwa basi Yesu akamuona Nathanaeli anakuja kwake, akanena habari zake. Tazama, Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. Yesu Kristo anaenda akitafuta wanafunzi, ati anakutana na mmoja, kumwangalia tu akasema huyu ni Mwisraeli kweli kweli. Wewe fikiri wewe unatembea, mtu akwambia wewe umeokoka, si utamuuliza umejuaje? Na ndio huyo hata yeye aliuliza, akamuuliza Yesu umenijuaje? Akaambia sasa unashangaa ati nimekuambia hivyo. Hata wakati nilikuwa chini ya mkuyu nilifanya nini? Nilikuona. Akasema sasa ninaamini ni wewe. Hebu tumwamini Yesu hivi, kwa sababu anatujua vizuri sana. Amen. Jambo la tatu, imani sasa. Ni 15 mpaka 19. Sisi tulio Wayahudi kwa asili, wala si wakosaji wa mataifa, hali tulikujua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo Yesu. Sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Lakini ikiwa sisi wenyewe kwa kutafuta kuhesabiwa haki katika Kristo tulionekana kuwa wenye dhambi, je, Kristo amekuwa mtumishi wa dhambi? Hasa maana ni kiyajenga tena yale niliyoyabomoa, naonyesha ya kuwa mimi mwenyewe ni mkosaji. Maana mimi kwa njia ya sheria nalifia sheria ili nimwishie Mungu. Asante. Imani sasa inakuja hapo. Na imani inakuja kwa njia hii. Tunaambiwa ya kwamba, na Mtume Paulo anasisitiza kwamba wawe Wayahudi au watu wa mataifa, kwa Mungu haina maana, haoni tofauti. Kila Mungu anaangalia kwetu ni imani.
Si wewe ni Myahudi, huyu ni Myunani, huyu ni Mrumi, huyu ni Mshamu, huyu ni nani. Ye hana hiyo. Wote mbele za Mungu wanakubalika, na kile kitafanya wakubalike ni imani kwa Yesu. Siku ya leo kama hapa Kenya tuna makabila mangapi? Nani anajua? 32 47. Na kuna wengine pia walitaka wapewe kabila, wakaambiwa sasa nyinyi kuna kamati ilienda kutafuta makabila wakasema sisi kabila yetu ni hii. Wakaulizwa sasa nyinyi ni watu huko pwani nyinyi mnazungumza Kiswahili, si mtuletee mtu anaongoea hiyo lugha yenu. Wakakosa, wakaambiwa sasa mtaipewa aje kabila na hata lugha hiyo hamna. Yaani walisahau. Si unajua hata ukienda huko upande wa Nyanza kuna Wajaluo. Unajua kuna watu wengine wanaitwa Basuba. Tujui. Hamjui Basuba? Hujasikia. Kama hao mnasikia wakiitwa akina nini? Huyu alisema mambo ya referendum itafanywa. Alikuwa anaitwa nani? Kajwang. Hao si Wajaluo. Hao ni Wabasuba. Lakini wamechangamana ya kwamba wengi sasa Kijaluo ndio wanazungumza. Ati utakitafuta wale wanazungumza Kibasuba ni wachache. Sasa lakini wanajulikana kuna Wabasuba. Na kuna wale watawaeleza. Sasa Mombasa katika yale makabila ya pwani ya zamani wakasema sisi kabila yetu ni hii. Wakaulizwa tuonyeshe ni mtu mmoja anazungumza hiyo lugha yenu. Hiyo lugha yenu mnajua? Wenyewe hata hawajui. Lakini wasema sisi ni wakaambua hapana, hatuwezi tukawakubali kusema kuna kabila linaitwa hivi na hatuna hiyo lugha. Lakini kama kuna hiyo lugha mtuambie hiyo lugha mnazungumza ni sawa. Kuna wale walitoka huko wapi? Ilikuwa Msumbiji Mombasa na walikubalika ya kwamba ni kabila ya Kenya. Sijui anaitwa nani? Nimesahau jina lao, lakini kwa sababu lugha yao bado wanazungumza ile walikuwa wanazungumza, babu zao walizungumza. Na walikuja miaka kama 300 imepita ndio walikuja huku Kenya. Lakini wameshikilia. Sasa ndio hapa sasa wanaulizwa. Yeye anasema hakuna hiyo isaidii mbele ya Mungu. Sasa hata huyo mtu wa kabila yoyote hiyo akija tukisimama Wakenya wakiitwa tunasimama wote. Si ndio? Ninyi nazungumzia. Tutasema hapana huyu ni Mjaluo si Mkenya. Si wote tunakubalika. Basi kwa Mungu tunakubalika kwa imani. Si kule tumetoka. Kwa hivyo mtu akiwa kabila yoyote, akiwa taifa lolote, hatutasema huyo ni Mturuki aidha atakuwa Mkristo. Na utakuta Wakristo wako kila, hata China kuna Wakristo, sijui kama mnajua. Hata Japan kuna Wakristo. Ijapokuwa wengi kama ni Japan wanaomba ile dini yao inaitwa ya Shinto ya mababu na miungu, kuna wale bado wameshikilia. Juzi nikasikia hata prince moja wao ule prince ni princess ni mke wa prince ati mara ya kwanza watakaa tupata mmoja Mkatoliki. Kwa historia wamekuwa wa hiyo dini, lakini mmoja akakatana na dini na ameingia kwa hiyo familia mfalme. Sasa kwa hivyo tunaambiwa ile muhimu ni nini? Ni imani. Wao wanaambiwa sasa, wanaambia hivi ya kwamba ni watu ambao ukiamini Yesu Kristo pekee hakuna tena uhesabia haki kupitia tunahesabua haki kupitia Kristo Yesu. Hatuwezi tena kuonekana tena tunarudi kwa sheria kutafuta haki. Hakuna sheria itatuongeza haki. Yesu Kristo tukimwamini, hiyo imani ndiyo inatutia nguvu ya kuishi hivi. Swadani nasema mlikutana na Yesu Kristo kama mmepigwa sana na dhambi, si ndio? Lakini baada ya kumkubali Yesu Kristo, hayo majeraha bado yanauma. Si aliponywa. Hiyo kiu bado iko.
Tukipita, kwa nini unapita mbio? Ukipita kwenye club unapita mbio, usiingie. Si unapita na huko, hata wao watu unawahurumia. Hata ukiona mnajuana, si hata utamsalimia. Hata umuulize kama Brother James mmoja wakakutana mmoja na mwambia, bwana umenitupa sana. Sasa si mimi nimekutupa. Kwa sababu kama angekuwa amemtupa, si wangekuwa pamoja. Lakini alibadilika. Kwa hiyo tunaambiwa sasa, tukiwa tena tunatafuta kurudi kwa sheria, tunasema Yesu Kristo alitenda dhambi kwa kusema amekuja na ametimiza sheria, kwa sababu sheria hatuwezi kuitimiza. Tena tunaambiwa tena hatuwezi tena kujenga kwa yale mambo ambayo tuliacha. Si tumejenga tena, turudi tena yale tuliacha, tuendelee ati hayo tutajenga tena nayo, tutarudi kwa yale maisha tulikuwa. Tunaambiwa tufanye hivyo, basi tunafanya Yesu Kristo kuwa yeye ni mhudumu wa dhambi, na Yesu Kristo si mhudumu wa dhambi, ni wa haki, na haki inapatikana kwa imani. Basi tushikilie imani mpaka mwisho, kwa sababu tukifika huko mwisho wa maisha yetu tutakuta yeye anatungojea. Amen. Sababu tumeambiwa kupitia sheria mtu alikufa kwa sheria ili apate kuishi kwa ajili ya Bwana Mungu. Mimi sifungui Biblia. Sheria ilikuwa sheria 1000 kadhaa. Utanikuta ni Agano la Kale washiko nikisoma vile tulikuwa tunaambiwa tukifanye hivi, ukikuta nini? Hapana, siwezi. Sababu hizo sheria ni nyingi sana. Lakini sheria ile muhimu ni nimemwamini Yesu Kristo. Basi nikimwamini Yesu Kristo nitajikuta nafanya mambo ambayo yanampendeza, mambo ambayo yanaambatana na huduma yake ile alikuja na akaikamilisha katika maisha yangu kwa kunifia na kunilipia tena. Zaburi 103:14 inasema, kwa maana yeye anatujua umbo letu na kukumbuka ya kuwa sisi tu mavumbi. Mungu alijua hivyo. Hata sheria akitolea watu nilikuwa ya kwamba mtu asifanye kitu alafu aseme sikujua, si ndio? Na ndio hata leo kuna sheria unaambiwa usifanye. Na sheria huko Kenya inasema hata kama ujui makosa ufanye, utashtakiwa kwa hiyo makosa. Utasema mimi sikujua. Uingie kwa mtu, kwa shamba ya mtu uchukue mahindi, useme mimi sikujua, ni makosa. Utaambiwa hapana, iko na makosa inajulikana. Sasa lakini Mungu anajua sisi ni mavumbi. Si ndiye alituumba? Na anajua kama wanadamu tunashindwa wakati mwingine. Lakini imani katika Yesu Kristo, tunarudi bado kwa Yesu Kristo. Hata wakati tumemkosea, tunarudi tunamwambia nisamehe. Yohana wa kwanza mara kadhaa tumeambiwa yeye ni mwaminifu na wa haki, atafanya nini? Atatusamehe. Muhimu tu ni kuungama dhambi zetu. Yohana 1:4 tunaambiwa hivi, ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Uzima haukupatikana kwa kitu kingine, ulipatikana ndani yake. Alipokuja alisema ati kwamba nimekuja ili wawe na uzima, muwe na uzima, na muwe nao namna gani? Tele, si ndio? Muwe na uzima tele. Alikuja kujitoa ili tuwe na uzima. Kwa sababu hao watu walikuwa ni watumwa. Wamekuwa watumwa sasa wa sheria. Ukifanya makosa lazima utalipa hivi. Kwa hivyo kila wakati mahali ambako kuna hekalu, moshi kila wakati ulikuwa unapaa juu, kwa sababu leo ni washiko wamepeleka, wajuma kesho. Hivyo kila kesho kutwa Wanjiko washiko tena amepeleka zingine. Lakini sasa sisi tuna Mungu pamoja na sisi. Ndio tuliambiwa Emmanuel.
Mungu pamoja na sisi. Kwa hivyo akiwa pamoja na sisi, makosa yakitokea unamwambia Mungu, hapo nimekosea, nisamehe. Na hiyo story inaishia hapo, si ndio? Hivyo ndivyo tunaambiwa, kwa sababu ndani yake kuna uzima. Lakini hiyo na huo uzima ulikuwa nuru ya watu, ya kwamba nuru yetu ni huo uzima wa Yesu Kristo, tukiruhusu kwa imani uwe sehemu yetu. Amen. Tukimalizia 20 mpaka 21 kuna kitu kinaitwa kusulubiwa. Kusulubiwa, si ndio unajua maana yake? Ni kufanywa nini kusulubiwa? Maana yake ni kwambo. Na kwa Kikuyu ni kwambo. Ni kutandikwa, unawekelewa kwa msalaba, unashikiliwa hapo na misumari, si ndio? Umewekwa hapo. Na uwekwe hapo kwa furaha, ni ukufia hapo. Sasa tunaambiwa kusulubiwa. Hebu tuone huyu Paulo maana ya msalaba ni nini? Kwa sababu hakuna kusulubiwa bila msalaba, si ndio? Sasa ni kutokana hilo neno linatokana na msalaba. Ukiandikwa kwa msalaba unasemekana umesulubiwa. Basi tuone kusulubiwa ni nini. 20:21. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Siibatili neema ya Mungu, maana ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Amen. Ati kusulubiwa. Yeye anasema basi, na hapa naona mambo kama 6 yake kuhusu vile alielewa msalaba wa Yesu Kristo. Msalaba wa Yesu Kristo ulionekana njia tofauti. Kwa Warumi waliona wameua mtu, si ndio? Kwa ni mtu aliua mtu ambaye alikuwa amesumbua watu. Ijapokuwa alikuwa hana makosa, akasulubiwa ili watu wafurahi. Kwa sababu watu walitisha yule governor. Si walimtisha? Wewe usipomsulubisha tutasema wewe si rafiki wa Kaisari, kwa sababu ametuambia tusilipe Kaisari. Na si ndio fitina ile watu wanafanya siku ya leo? Nakumbuka wakati umepita, ungesikika hata watu wakiongea, ilifika mnaongea kwa kunong'onezana. Hata kama sasa nikiongea hapa ndio kitu zangu kusema, naangalia kama kuna mtu mwingine isipokuwa hapa anasikiliza. Na hivyo ndivyo walifikiri, wakasema huyu mtu. Kwa Warumi walimaliza mtu ambaye alikuwa anasumbua watu. Wakasema haya, damu iwe juu yenu. Akasema hiyo juu yetu. Ndio. Akawekwa msalabani. Msalabani tulisikia amelia, ametetesha mtu ama nini? Tumesikia akilalamika. Alisema tu Baba ufanye nini? Hajui ni nini anafanya. Sasa hiyo ndio. Jione wewe Washiko. Wa Ian. Jione huko hapo msalabani, sasa ni wewe tunaona. Kwa sababu Paulo alisema, anatangaza hivyo kwamba yeye amesulubiwa pamoja na Kristo Yesu. Ati vile Yesu Kristo alisulubiwa, yeye amekubali hata yeye amesulubiwa. Na ni sawa, kwa sababu Yesu Kristo hakusulubiwa kwa makosa yake, si ndio? Alisulubiwa kwa makosa yangu. Kwa hivyo ni mimi ningekuwa hapo. Kwa sababu mambo yale aliwekelewa mimi kwangu ingekuwa kweli, si ndio? Uliiba, ulidanganya, ulichochea, ulifanya mambo, si ndio? Nilikuwa muasi. Ndio tunasema tulikuwa watu wa kupingana na watu wa kukata waasi, si ndio? Dudu shiare mina Dudu Washiko na marafiki zake Wambane walikuwa ndudu ya waasi, watu ambao
wanabishana tu, wanakataa, wanashindana, hawataki. Sasa anasema amesulubiwa, amekubali, yuko hapo, na akiwa hapo basi anasema, akiwa hapo mambo ya pili anasema sasa si yeye anaishi, bali Kristo Yesu anaishi ndani yake, ya kwamba mimi nikitembea nisijihesabu mimi na yale nataka, nijihesabu ni Yesu Kristo yuko ndani ananiongoza, ya kwamba kule nitaenda, naenda kule Yesu Kristo angefanya nini? Angeenda. Yale maneno nitaongea, naongea yale ambayo Yesu Kristo angeongea, ya kwamba nikiongea maneno yangu yanakuwa ni mazuri. Nikiongeleshwa vibaya, si Yesu Kristo alimwambia wewe ushuke, si watu walisema hivyo? Sasa muangalie ati aliokoa watu, na sasa hata kutoka msalaba na anashindwa. Yeye alijibu, tulia basi, kwa sababu anasema sasa hivi Kristo ndani yangu. Ya tatu, uzima anaoishi sasa katika mwili anaishi kwa imani katika mwana wa Mungu. Anaishi maisha na uzima wake sio wake, ni imani. Kesho mambo yakienda hivi aende vile, mimi sijisumbui, nasema huyu tunaye anatosha. Amen. Yesu Kristo alikuwa naye hakuna. Hata wakati mambo yanakuja, maisha yanakuwa mazito, unakubali, unasema Yesu yuko na ameona na anatosha. Ya nne, mwana wa Bwana Mungu alimpenda na akajitoa mwenyewe kwa ajili yake. Hiyo ndio ungamo letu, ya kwamba sio mimi nilikosea, lakini sio mimi. Mwana wa Mungu alinilipia. Yeye hakuwa na makosa, akachukua makosa yangu. Kwa hivyo mimi ni kwa upendo tu alijitoa kwangu. Nakubali huo upendo wa Mungu. Nikumbuka nikiwa wadogo tulikuwa tunapenda sana wa Jeshi la Wokovu, kwa sababu umewaona wakiwa na band. Kuna wimbo wako, hakuna wakati wa kuimba mwana wa Mungu. Sasa hata tulikuwa tunaita huko mwana wa Mungu. Na sisi tukiwa wadogo, hata mwana wa Mungu tunajua ni nini, lakini tunajua Shemeta wa mwana wa Mungu ndio alikuwa anaitwa. Lakini anasema huyo alikuja kwa sababu yangu na akanilipia. Kwa hivyo sasa mimi ni kwa sababu yangu alikufa. Hiyo ni ungamo letu. Alafu ya tano, haweki kando neema ya Bwana Mungu. Haikani ke neema, anajua sio mimi. Kwa hivyo hata nikiongea siongei kama mimi, nasema ni Yesu Kristo ndani yangu. Ni neema tu. Hata yale ambayo tunayo, hata tukitoa ushuhuda, kuna watu wanatoa ushuhuda wanaanza kujigamba vile wanaishi. Kwa Juma umewasikia? Siku hizi mimi nyama, chakula ina nyama, mimi sikulani. Si wanaongea hivyo? Upuzi, si ndio washiko? Wakati mliokoka walikuwa wanaongea hivyo wahubiri. Hakuna. Ati mimi sikulagi. Mwingine nikasikia amesema mimi sikulagi chakula ya kulala. Sasa kisema hivyo, na Wajuma yake anakula chakula siku 3 ile imeganda, na anahubiria hao, wanaongea hivyo, mimi nilitoka huko. Lakini yule anasema yeye ni neema tu, mkiniona hapa ni neema, sio mimi. Nakumbuka mzee mmoja rafiki yangu, tukaongea, nikamwambia ningefurahi kama tungekutana mapema, mimi kama na tungekutana ungenisaidia sana, tungefanya. Kaniambia hapana, ni vizuri tu kukutana mapema, kwa sababu mapema mimi vitu ya watu nilikuwa na vichukua kwa urahisi, ningekupora. Ni vizuri tu kukutana. Lakini ndio huyo anasema yeye ni neema, tujue ni neema. Hata kuamka kufanya hata mahali tuko ni neema. Yeye anasema ni neema ya Bwana Mungu.
Alafu hiyo ya 6 anasema ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo Yesu alikufa bure. Ikiwa sheria, kama haki itapatikana kwa sheria, Yesu Kristo alikufa nini? Mbona basi ya hiyo yote Mungu afanye hiyo kazi, alafu iwe tena tunataka sheria ituonyeshe tunataka kufuata vile Musa aliambia watu, na yeye Yesu Kristo mwenyewe akasema manabii na sheria ilikwisha na nani? Yesu Kristo alisema ilikwisha na nani? Na Yesu. Hapana, na Musa. Tunaambiwa sheria, Torati si ni ya Musa. Torati na sheria ilikwisha na nani? Nimwambie hiyo mara nyingi, mmesahau. Ilikwisha na Yohana Mbatizaji. Kufika hapo sheria ikakwisha. Sasa ikaingia kipindi cha Yesu. Na ndipo wakati Yohana aliondoka, hiyo chapa ikafanya nini? Ikafungwa. Sasa hizo akasema ufalme wa Mungu ndio. Na akaambia watu pokea, nifuate, badilika, kuwa hivi, akafundisha, akafanya miujiza. Si hivyo tunaimba? Mnakumbuka vile niliwahubiria hata na nikawaponya, si ndio? Hata Lazaro nikafanya nini? Hiyo ndio kipindi kile tunaishi. Si hicho cha Musa. Musa alifufua mtu. Musa si kazi yake ilikuwa kuua. Sheria. Si ndio? Sikikosea ilikuwa inafika, mnakumbuka wakati Musa alisema wale watu wako upande wa Mungu waje upande huu. Walawi wakakuja. Wakaamua chukueni panga. Si ndio? Wakatoa panga. Malizeni hao. Watu 30,000 wakafanya nini? Wakauawa. Baadaye hasira ya Mungu ikapungua. Sasa sisi si wa hasira ya Mungu. Huyo Mungu anakasirika. Na sisi hatuabudu huyo Mungu, anaibiwa. Kwa sababu Mungu hakuna wakati tungeza, hata mbeleni uweze ukamuiba. Utamuiba aje? Anatuambia, anasema tunamuibia Mungu, anatuambia wacheni nini? Utoto, wacheni upuzi. Nikikupa nikwambie vile utafanya na kile nimekupa ukatae. Si ni ujinga unafanya? Kwa sababu ni kama unaninyang'anya mimi, huwezi kuninyang'anya ni mimi. Kwa hivyo hebu tuelewe hivyo, tujue na tukubali kusulubiwa. Na mtu aliye yuko kwa msalaba, kwa hiyo nikiwa kwa msalaba, mama rafiki yako akutukana na wewe unamtukana. Hapana, wewe umekubali yote. Mtu akiwa kwa msalaba asiwe ameshikwa mikono hivi, hata hawezi akajitetea, hata akiongea hakuna kitu atafanya. Lakini Paulo anasema yuko hivyo. Hebu tuwe hivyo. Tuko msalabani na hatutakuwa na maneno mabaya, hatutakuwa na mipango mibaya, hatutakuwa na chuki, hatutakuwa na majuto. Yesu Kristo alisema majuto msalabani. Alisema alipomaliza alisema Baba, katika mikono yako nikabidhi nini? Roho yangu. Yaani hiyo tuwe hivyo. Na tukiwa hivyo basi hiyo ndio imani ambayo tunayo. Naomba Bwana Mungu wetu abariki. Lakini kuna kitu nimesahau. Mwanzo 6:8 funzo tulisoma. Niko kurasa mwingine. Inasema hivi. Funzo liko katika Mwanzo 15:6. Akamwamini Bwana Mungu, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Ya kwamba wakati Mungu alizungumza na Abrahamu na kumwambia vile atafanya, yeye alimwamini. Alipokuwa ahadi akaamini. Mungu akaona huyo ameamini ni haki. Kwa hivyo haki yetu inapatikana kwa nini? Kwa imani. Alafu Mathayo 5:17 anasema, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiliza. Sivyo wahubiri wengi wanasema nilikuja kutia moyo,
kuitia nguvu, hapana, alikuja yeye kuitimiza, kwa sababu kabla yeye hakuna angeweza kutimiza, kwa sababu wote walikuwa na kasoro. Si hata alisema Musa ni nabii wa pekee, lakini si hata Musa ambaye alimwambia Musa utafanya nini? Utaingia. Na alikuwa amemwahidi ni ataingia, lakini akamkosea. Si ndio? Kwa hivyo hata Musa ambaye alikuwa kabisa, hata ikafika mahali watu fulani akawaambia hata Nuhu akija watetee sitasikia, sababu amekataa. Kwa hivyo tunaambiwa nini? Wanadamu wana viwango, wanashindwa, lakini Mungu pekee ndiye wa kweli. Wazo kuu ni hiyo 2:18, siweki kando neema ya Bwana Mungu, kwa maana ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Na Wagalatia 2:18, tafakari, kwa maana nikijenga tena yale niliyoyabomoa, najifanya mwenyewe kuwa mkosaji. Sala ile ambayo tutaomba ni 2:19, kwa maana kwa njia ya sheria nilikufa kwa sheria, ili nipate kuishi kwa Bwana Mungu. Amen. Tufe kwa sheria ili tuweze kuishi kwa Bwana Mungu. Amen. Yehova Bwana Mungu wetu abariki. Amen.